Mpendwa msikilizaji, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaendelea na muhuri wa 6. Asante rafiki yetu mwema. Tunakuja mbele zako watoto wako tukiwa na wingi wa shukrani kutoka kwako kwa makuu ambayo umetutendea. Tunakuja mbele zako tukihitaji kujifunza huu muhuri wa 6. Roho wako Mtakatifu, Roho wako mwema akajazwe kwa wingi katika mioyo yetu ili tuweze kunena aliyo sahihi, ili tuweze kusikiliza na kuyafanyia kazi yote ambayo tunaenda kujifunza. Asante kwa kuwa upo pamoja nasi sasa na hata milele kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen. Mpendwa msikilizaji, Ufunuo 6 mstari wa 12 hadi 17 naye nasema, nami nikaona alipofungua muhuri ya 6, palikuwa na tetemeko kuu la nchi. Jua likawa jeusi kama gunia la singa, mwezi wote ukawa kama damu, na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mtini upukutishavyo mapooza yake utikiswapo na upepo mwingi. Bingu zikaondolewa kama ukurasa ulivyokunjwa, na kila mlima na kisiwa kikahamishwa kutoka mahali pake, na ufalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, nayo ni nani awezaye kusimama? Mpendwa msikilizaji, katika muhuri huu wa 6 tunaona matukio ya kutisha na yenye utukufu mkubwa yanatokea chini ya muhuri wa 6. Wazo linaloweza kuamsha katika kila moyo shauku kubwa kwa mambo ya Mungu ni kutambua kwamba tunaishi katika muhuri wa 6. Tunaishi katikati ya huu muhuri wa 6. Matukio makubwa ya muhuri huu yanaonekana katika muda huu. Kati ya muhuri wa 5 mpendwa na wa 6 kunaonekana kuwepo kwa mabadiliko ya ghafla na kamili, na mabadiliko haya yanaonyesha kutoka katika lugha ya kiishara ambayo ilikuwa inaweza kutoka katika muhuri wa 1 mpaka wa 5 na kwenda kwenye lugha ya moja kwa moja katika muhuri wa 6. Mpendwa msikilizaji, sababu ya mabadiliko hayo inaweza ikawa haijulikani vizuri, lakini haiwezi kupigwa kirahisi. Hakuna kanuni ya tafsiri inayoweza kufanya lugha ya mihuri iliyotanguliwa iwe halisi, wala lugha ya muhuri huu wa 6 iwe ya mafumbo. Hivyo basi tunapaswa kukubali mabadiliko haya hata kama hatuwezi kueleza kikamilifu sababu yake pia. Mpendwa msikilizaji, hata hivyo kuna jambo muhimu la kuzingatia. Kipindi kinachofunikwa na muhuri huu ndicho ambacho sehemu za unabii wa neno la Mungu zilipaswa kufunguliwa na watu wengi. Mpendwa, kukimbia huku na huku kuna maanisha kuchunguza kwa bidii maandiko ili kuweza kuelewa mambo haya, na hivyo maarifa katika muhuri wa 6 ya kuchunguza neno la Mungu yanaongezeka. Mpendwa msikilizaji, napendekeza kwako, huenda hii ndio iwe sababu ya mabadiliko ya lugha hapa, kwamba matukio ya muhuri huu katika muhuri huu wa 6 yanatokea wakati ambao mambo haya yalipaswa kueleweka kikamilifu. Hayakuandikwa kwa mafumbo, bali kwa lugha iliyo wazi na isiyo na utata. Mpendwa msikilizaji, tetemeko kubwa linatamkwa katika muhuri huu wa 6 ambalo ni tetemeko kubwa la ardhi. Tukio la kwanza chini ya muhuri huu ni tetemeko la ardhi, ni tetemeko kubwa. Kama utimilifu mkubwa wa unabii huu tunaelekeza kwenye tetemeko kubwa la ardhi ambalo limezungumzwa hapa. Ni tetemeko ambalo lilitokea tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 1755 linalojulikana kama tetemeko la Lisbon. Na kuhusu tetemeko hilo, Robert Sees anasema kwamba tetemeko kubwa la mwaka 1755 lilienea katika eneo la angalau maili za mraba milioni 4, na athari zake zilifikia hata majini katika sehemu nyingi mpendwa, ambako mtikisiko huu haikuhisiwa moja kwa moja. Liliathiri sehemu kubwa za mabara ya Ulaya, liliathiri sehemu kubwa katika bara la Afrika na Amerika, lakini nguvu yake kubwa ilionekana zaidi katika sehemu ya kusini magharibi ya Ulaya. Mpendwa msikilizaji, Afrika, tetemeko hili lilihisiwa karibu kwa nguvu ile ile kama ilivyokuwa Ulaya, na sehemu kubwa ya mji wa Algiers iliharibiwa. Nyumba nyingi zilianguka
katika miji ya Fez na Mekines, na watu wengi walifunikwa chini ya magofu yake. Mpendwa msikilizaji, madhara kama hayo yalitokea pia Morocco. Athari zake zilihisiwa pia Tajes, zilihisiwa pia Tetan, zilihisiwa pia Franco katika kisiwa cha Madeira. Inawezekana kwamba bara lote la Afrika lilitikiswa na mshtuko huu mkubwa. Kaskazini lilifika hadi Norway na Sweden na nchi za Ujerumani, lilifika mpaka Uholanzi, lilifika mpaka Ufaransa, Uingereza, Ireland, na sehemu zote ziliguswa kwa kiwango fulani na mtikisiko huu mkubwa na wakutisha wa maumbile. Mpendwa msikilizaji, mji wa Lisbon kabla ya janga hilo ulikuwa na takriban wakazi 150,000. Bwana Barrett anasema kuwa watu wapatao milioni 90,000 wanakadiriwa kupoteza maisha yao siku hiyo ya kutisha. Kwa hao watu 90,000 katika mji wa Lisbon walipoteza maisha yao kipindi hicho. Charles Real anatoa maelezo yafuatayo yenye picha halisi ya kuvutia kuhusiana na tukio hili la ajabu. Katika eneo lote la volkano la kusini mwa Ulaya hakuna tetemeko la ardhi kubwa sana lililotokea katika nyakati za kisasa kama lililotokea tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 1755 huko Lisbon. Sauti kubwa mpendwa, sauti kama ya radi ilisikika chini ya ardhi, na mara moja baada ya hapo mtikisiko mkali uliangusha sehemu kubwa ya mji huo. Ndani ya takriban dakika 6 watu 60,000 walipoteza maisha yao. Bahari ilianza kwa kurudi nyuma na kuacha ufukwe wazi, kisha ilirudi kwa nguvu ikipanda hadi futi 50 juu ya kiwango chake cha kawaida. Milima Arabida, milima Estera, milima Julio, milima Maravani na milima Sintra ambayo ni miongoni mwa milima mikubwa nchini Portugal ilitikiswa kwa nguvu kana kwamba kutoka katika misingi yake yenyewe, na baadhi yao ilipasuka katika vilele vyake, yakachanika na kufunguka kwa namna kushangaza, huku vipande vikubwa vikidondoka katika mabonde yaliyoko chini. Inaelezwa pia kuwa miale ya moto ilitoka katika milima hiyo ambayo inadhaniwa kuwa ilikuwa ya umeme. Pia inasemekana kuwa ilitoa moshi, lakini huenda mawingu makubwa ya vumbi ndio yaliyosababisha muonekano huo. Mpendwa msikilizaji, eneo kubwa ambalo tetemeko hili la Lisbon lilienea ni la kushangaza sana. Mtikisiko ulikuwa mkali zaidi nchini Hispania. Mtikisiko ulikuwa mkubwa zaidi Ureno na kaskazini mwa Afrika, lakini karibu na Ulaya yote na hata visiwa vya West Indies vilihisi mshtuko huo siku hiyo hiyo. Bandari moja itwayo St. Ubes iliyoko takriban maili 20 kusini mwa Lisbon ilimezwa na ardhi. Huko Algiers na Fez barani Afrika, mtikisiko wa ardhi ulikuwa mkali vile vile, na umbali wa maili kadhaa kutoka Morocco na kijiji pamoja na wakazi wake wapatao 8,000 hadi 10 pamoja na mifugo yao yote kilimezwa na ardhi. Muda mfupi baadaye ardhi ilijifunga tena juu yao. Mtikisiko huo mpendwa ulisiwa pia baharini juu ya sitaha ya meli magharibi mwa Lisbon, na ulitoa hisia karibu sawa na zile za nchi kavu karibu na St. Luca. Na nahodha wa meli itwayo Nasi alihisi meli yake ikitikiswa kwa nguvu kiasi kwamba alidhani imegonga chini ya bahari, lakini alipopima kina aligundua maji yalikuwa marefu sana. Nahodha Clark kutoka Denia katika latitudo nyuzi 36 na dakika 24 kaskazini kati ya saa 3 na saa 4 asubuhi alihisi meli yake ikitikiswa na kukandamizwa kana kwamba imegonga mwamba. Meli nyingine umbali wa maili nyingi magharibi mwa St. Vincent ilipata mshtuko mkali kiasi kwamba wanaume waliinuliwa takriban futi 1.5 juu kutoka kwenye sitaha. Na huko mpendwa, huko Antigua na Barbados pamoja na Norway, Sweden, Ujerumani, Uholanzi, Korsika, Uswizi na Italia
mtikisiko na mtetemeko mdogo wa ardhi ulihisiwa pia. Mpendwa msikilizaji, msukosuko wa maji katika maziwa, katika mito na chemchemi nchini Great Britannia ulikuwa kushangaza sana. Katika Loch Lomond nchini Scotland kwa mfano, maji bila sababu yoyote ilionekana yalipanda kuelekea kingo zake, kisha akashuka chini ya kiwango chake cha kawaida. Kimo kikubwa zaidi cha kupanda kwa maji kilikuwa ni futi 2 na inchi 4. Inasemekana mpendwa kwamba mwendo wa tetemeko hili ulikuwa wa mawimbi kama mdundo wa kupanda na kushuka, na ulisafiri kwa kasi ya maili 20 kwa dakika. Wimbi kubwa mpendwa lilipiga pwani ya Spain, na inasemekana lilikuwa na urefu wa futi 60 huko Cadiz. Huko Tanji barani Afrika, bahari ilipanda na kushuka mara 18 kwenye pwani. Huko Franco, kisiwa cha Madeira, ilipanda hadi futi 15 juu kabisa ya kiwango cha maji ya juu. Ingawa mawimbi ya bahari mpendwa, ambayo upanda na kushuka kwa futi 7, yalikuwa wakati huo katikati ya kushuka, mbali na kuingia ndani ya mji na kusababisha uharibifu mkubwa. Maji haya yalifurika pia bandari nyingi katika kisiwa hicho yalifunikwa na maji. Huko Kisale nchini Ireland, kiasi kikubwa cha maji kiliingia kwa kasi bandarini, kikazungusha meli kadhaa na kumwagika hadi katika soko la mji. Ikiwa msomaji ataangalia katika atlas yake nchi zilizotajwa, ataona ni sehemu kubwa kiasi gani ya uso wa dunia ilitikiswa na mtikisiko huo wa kutisha. Matetemeko mengine ya ardhi huenda alikuwa makali zaidi katika maeneo fulani, lakini hakuna jingine linalokidhi masharti yote yanayohitajika ili kuwa tukio linalofaa kuashiria kufunguliwa kwa muhuri huu wa 6. Asante rafiki yetu mwema, tunashukuru kwa kuwa unabii unaenda kutimia. Wewe ambaye ulifungua muhuri wa 6 ukaonyesha tukio la tetemeko la Lisbon ambalo litatokea katika maeneo ya Lisbon, litatokea katika siku za mbeleni, na kweli likatokea. Hakika wewe ni Mungu ambaye ukiahidi na ukitabiri mambo yanatokea sawa sawa. Tunashukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Tunashukuru kwa kuwa wewe unatimiza kile ambacho umekusudia kiweze kutimia. Tusaidie na sisi tuweze kukuamini wewe, maana ahadi zako ni sawa sawa, unabii wako ni sawa sawa. Tukuamini wewe, tuamini neno lako, ili Baba liweze kutuandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Na tunapoendelea kesho na somo hili la ufunuo ambalo linaelezea muhuri wa 6, tupe nguvu, tupe uelewa, tusaidie tuweze kunyenyekea miguuni pako, tukitafuta uso wako ili kuweza kujua mengi zaidi. Naweka mikononi mwako watoto wako wana Think Big, popote pale wanaposikia sauti hii, ukaweze kuwabariki, ukaweze kuwasaidia kuelewa nabii huu, ukaweze kuwaongoza, ukaweze kuwalinda na kuwa pamoja nao sasa na hata milele, kupitia jina lenye nguvu, jina la Yesu Kristo. Amen.